mataifa matatu jirani ya kanda ya Sahel magharibi mwa Afrika ya Mali, Burkina Faso na Niger yametangaza kuweka ushuru wa pamoja wa asilimia 0.5 kwa bidhaa zote zinazoagizwa kutoka nje, ikiwa ni juhudi za hivi karibuni kabisa za kutafuta fedha za kufadhili muungano wao kisiasa na kiuchumi ulioanzishwa hivi karibuni. Nchi hizo tangu zilijitenga na Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS na kutangaza nia ya kuunda dola moja. Zaidi anasimulia Mohamed Khelef. Muungano wa mataifa hayo matatu uliopewa jina la Mfungamano wa Mataifa ya Sahel ulianza mnamo mwaka 2023 kama mkataba wa kiusalama na kiulinzi kati ya watawala wa kijeshi wa mataifa hayo ambao wote waliingia madarakani kwa mapinduzi katika miaka ya hivi karibuni. Tangu hapo umekuwa ukiimarika kuelekea kuwa muungano wa kiuchumi wenye mipango ya kuwa na pasipoti ya pamoja na mafungamano makubwa zaidi ya kiuchumi na kijeshi. Ushuru huo ulikubaliwa siku ya Ijumaa na unatarajiwa kuanza kufanya kazi haraka iwezekanavyo. Utahusiana na bidhaa zote zinazotoka nje ya mataifa hayo matatu, lakini hautahusu misaada ya kibinadamu, kwa mujibu wa tamko la pamoja lilotolewa na mamlaka za nchi hizo. Badala yake, mamlaka hizo zimesema bila kufafanua zaidi kwamba ushuru huo utatumika kufadhili shughuli za umoja huo. Uamuzi huo unahitimisha dhana ya biashara huria kwenye mataifa yote ya Afrika Magharibi ambayo imekuwa ikitumika miongo kadhaa na mataifa hayo chini ya mwamvuli wa Jumuiya ya Kiuchumi mataifa ukanda huo ECOWAS. Vilevile, kuanzishwa kwa ushuru huo kunabainisha mpasuko uliopo kati ya mataifa hayo matatu yanayopakana na jangwa la Sahara na mataifa makubwa yanayotajwa kuwa kidemokrasia, Nigeria na Ghana, yaliyo upande wa kusini. Viongozi wa kijeshi wa Mali, Burkina Faso na Niger walitangaza mpango wa kuziondosha nchi zao kutoka ECOWAS mwaka jana, wakiituhumu jumuiya hiyo kwa kushindwa kuwasaidia kwenye vita vyao dhidi ya uasi wa makundi ya Kiislamu na kukomesha hali ya ukosefu wa usalama inayowakabili. Kwa upande wake, ECOWAS imeziwekea tawala hizo za kijeshi vikwazo vya kiuchumi, kisiasa na kifedha ili kuzishinikiza zirejeshe utawala wa kikatiba. Hata hivyo, vikwazo hivyo hadi sasa vimekuwa na athari ndogo mno kuweza kubadilisha hali ya mambo katika mataifa hayo. Mali, Burkina Faso na Niger ni miongoni mwa mataifa masikini kabisa ulimwenguni na imekuwa ikabiliana na uasi wa makundi ya Kiislamu kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa. Machafuko yasababishwa na makundi hayo yenye mafungamano na mtandao wa Al-Qaeda na kundi jitalo la Kiislamu yameua maelfu ya watu na kuwalazimisha milioni ya wengine kuwa wakimbizi, huku yakiondosha imani ya wananchi kwa serikali zilizochaguliwa kidemokrasia ambazo mwanzoni zilikuwa zikijaribu kudhibiti uasi huo.